Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa mujibu aya hii, kila mmoja anatakiwa ajiulize, hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo ni wapi? Na baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko ninakokwenda kuna nini? Mtu mwenye akili timamu lazima atafakari. Lazima ajiulize, mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko ninakokwenda kuna nini? Mtu mmoja alikwenda mbele ya Mtume Muhammad. Alipofika akamuuliza, ya Rasulullah, ewe nabii wa Allah, hivi lipi jambo gumu na lipi gumu zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama mtu yule, kisha akamwambia, jambo gumu ni kaburi, na gumu zaidi ni kuliendea wakati huna maandalizi ya kutosha. Jambo gumu ni kaburi, na gumu zaidi ni siku unaingia huna maandalizi ya kutosha. Nani kati yetu anayo maandalizi ya kutosha? Kama kuna mmoja anayejiamini hapa, kama kuna yoyote anayejiamini, anyoshe kidole muda huu, aseme mimi nimejiandaa vya kutosha. Kama yupo anyoshe kidole. Sasa Mtume anasema jambo gumu ni kaburi, lakini gumu zaidi ni kuliendea wakati huna maandalizi ya kutosha. Kwa nini Mtume wetu Muhammad? Kwa nini Mtume wetu Muhammad? Kwa nini Mtume wetu Muhammad amesema jambo gumu ni kaburi? Kwa nini? Ndugu zangu, kaburi ni nyumba. Kaburi ni nyumba. Nyumba ni ile wanayoishi watu, na kaburini ndugu zangu watu wanaishi. Hata muda huu tukienda mlewamo, ndugu zangu, kaburi alikai bure. Kaburi lazima ndani liwe na mtu. Kwa hiyo sehemu wanayoishi watu, hiyo ni nyumba. Kwa hiyo kaburi ni nyumba. Lakini nataka nikupe siri ya nyumba hiyo. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwanza, nyumba hiyo ni nyumba ya kuchimba, sio ya kujenga. Hiyo nyumba hiyo ni nyumba ya kuchimba. Ikichimbwa tu basi, haiwekwi umeme hiyo, haiwekwi tairizi hiyo, haiwekwi kitanda hiyo, haiwekwi umeme hiyo, haiwekwi kalabai, hata kibiriti hakiwekwi, wala uondoki na chochote. Nyumba hiyo ikichimbwa tayari ishakamilika. Hiyo ni nyumba ya kuchimba, sio ya kujenga. Sio ya kujenga. Haijengwi nyumba hiyo. Kaa ukijua mama yangu, kaa ukijua mzee wangu, jikae ukijiuliza, jikae ukijiambia ya kwamba mimi fulani bin fulani, au mimi fulani binti fulani, ipo siku, ipo nitatolewa kwenye nyumba yangu hii ya kujenga, nitaingizwa katika nyumba ya kuchimba. Hii ni nyumba ya kuchimba, sio ya kujenga. Lakini nyumba hiyo mlango wake ni mmoja tu. Ina mlango mmoja tu, haina mlango mwingine. Mlango wake ni wa kuingilia tu, hakuna mlango wa kutokea. Yaani siku kishaingizwa humo utoki. Tumswalie Mtume Muhammad. Tumswalie Mtume Muhammad. Nyumba hiyo mlango wake ni wa kuingilia tu. Nyumba hiyo watu wanaingia tu. Nyumba hiyo watu hawatoki, hakuna pa kutokea. Kama wewe una miaka 50, kama wewe una miaka 70, kama wewe ni mtu mzima, umri umeenda, na ukajinasibu kwamba ndugu zangu, mimi sasa naitafuta miaka 90 kuelekea, basi wallahi na hapa kuna wenzio wamo ndani ya nyumba hiyo, wallahi wana miaka 1000, wengine wana miaka 2000, wamo ndani ya nyumba hiyo, wamelazwa, hawajitambui, hawajatoka wala hawajui lini watatoka. Nyumba hiyo mlango wake ni wa kuingia tu, haina mlango wa kutokea. Nyumba hiyo haina dirisha. Nyumba hiyo ni nyumba ya
kilago cha ubavu wa mkono wa kulia. Ukiwekwa humo lazima ugeuke utazame kulia. Nyumba hiyo haina dirisha, haina mto, haina feni, haina wakuzungumza naye, haina wakumuuliza. Nyumba hiyo ina adhabu, nyumba hiyo ina majoka, nyumba hiyo ina kiza, nyumba hiyo haina hewa. Nyumba hiyo hata kama uliacha mali, hawatasema wale ndugu wale wafiwa kwamba jamani, mwenzetu ametangulia, ametuachia mali, basi tuchukue sehemu ya mali yake, tuweke generator, kisha tumwashie AC ili angalau apate hewa huko aliko. Nyumba hiyo ni ya joto, nyumba hiyo ni ya kiza. Nyumba hiyo utakachokutana nacho humo huna pa kukimbilia, lakini pia upate wa kukusaidia. Hiyo nyumba hiyo ujipange, sio nyumba ya mchezo hiyo. Hiyo nyumba inahitaji maandalizi ya kweli. Sasa wewe jichanganye, siku uingie humo ndio utajua kama maharage mboga au futari. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema alionayo, hawezi kujua thamani ya neema aliyopewa na Mola wake mpaka siku Allah atakapoichukua neema hiyo akaiondoa mikononi mwake. Mwanadamu ndio anajua thamani ya neema aliyopewa. Huyu ndio mwanadamu. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema aliyopewa na Mola wake ila mpaka siku moja Allah atakapoiondoa mikononi mwake. Nani leo anayejua thamani ya uhai? Nani leo, nauliza hapa, yule anayejua thamani aliyopewa na Mola wake ya uhai? Nani kati yetu anayejua thamani ya uhai? Nani? Basi mimi nitakutajia anayejua thamani ya uhai. Yupo? Anayejua thamani ya uhai ni maiti. Maiti ndio anayejua thamani ya uhai, kwa sababu tayari ile neema Allah subhanahu wa ta'ala ameshaiondoa mikononi mwake. Yule ambaye muda huu amehifadhiwa kwenye jokofu, kwenye baridi kali, ukifungua kunatoka moshi, sio moshi wa moto, ni moshi wa ukali wa baridi, na yeye amelazwa humo, hana uwezo hata wa kumtoa nzi anayelamba katika jicho lake. Huyu anasubiri tu fikra za wenziwe na hisani za wenziwe waje kumbeba na kumpeleka kwenza kumuhifadhi kwenye kaburi. Hana uwezo, maskini, amelala tu anasubiri hisani za watu. Huyu leo hata ukimgeuza anageuka, hawezi kusema jamani, hapana, nimechoka, mwenzenu mnanisumbua. Hasemi. Amelazwa kwenye jokofu, kwenye baridi, amehifadhiwa kule wanakohifadhiwa samaki wa bichi wasioze wakaharibika. Amewekwa kule ambako zilikowekwa nyama zisiharibike, na yeye amelazwa humo. Anawatazama walio hai, anawatazama wanavyotembea, anawatazama wanavyokimbia, kisha anaita, Allah, 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 iko wapi thamani yangu? Uko wapi utukufu wangu? Uko wapi uzuri wangu? Wako wapi wapenzi wangu leo? Yuko wapi kipenzi mume wangu? Wako wapi waliokuwa wakisema kwamba wananipenda? Kwa nini leo wamenitoa sehemu nzuri na kuja kunihifadhi kwenye jokofu? Sina hata hewa, baridi kali linanipiga. Yani leo nimekosa thamani, nimekuwa kama mzoga. Allah, Allah, anawatazama wanaotembea, kisha anaita, anasema, Allah, wallahi na hapa, lau na mimi leo ningekuwa na uhai kama waliokuwa na wenzangu, wallahi ningeutumia uhai huo na neema hiyo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili niweze kuitafuta nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ningekuwa na hiyo neema. Huyu leo ndo anajuta, anajua thamani ya uhai. Lakini sisi tulio hai, wangapi hawaswali hapa? Wangapi?
Wangapi adhana ikiadhiniwa hapo utakuta watu wao kama wamemwagiwa ubupo vile. Wangapi wanaishi na watu bila ya ndoa, na kila siku wanakuambia ngoja tupimane kwanza. Eti wanapimana. Mtenda kupimana mbele ya Mungu. Wangapi wanalewa? Wangapi wanafanya madhambi? Kwa nini? Kwa sababu ile neema aliyowapa Mola wao wanayo, hawajui thamani yake. Huyu ndio mwanadamu. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema aliyonayo ila mpaka Allah atakapoichukua neema hiyo. Huyu ndio mwanadamu. Mtume Muhammad, jamani tumswalie mtume. Anasema mwenye akili ni yule anayefanya yale yatakayomsaidia baada ya kufa. Mwenye akili ni yule ambaye anayefanya yale yatakayomsaidia baada ya kufa. Mzee wangu, kijana wangu, mama zangu wote mliohudhuria hapa, jana juzi tuiache. Nataka leo tu, toka umeamka asubuhi mpaka hivi tunaingia alasiri hii tunaitafuta magharibi. Tukupe daftari sasa hivi ujiulize mwenyewe, uandike. Mimi nitaandika namba tu 1 mpaka 5, kisha mwenyewe ujaze. Toka umeamka mpaka muda huu umefanya mangapi ambayo unadhani yatakusaidia baada ya kufa? Toka ulivotoka kitandani, Allah alivyokuamsha mpaka alasiri hii, mangapi wewe umeyafanya ambayo unajua yatakusaidia baada ya kufa? Kuna mtu anaamka na janaba, haogi, anashinda nalo, usiku linakutana lingine la pili, kesho kutwa la tatu, na anapika nalo vitumbua. Wewe cheka tu. Ukisikia watu wananungunika ujue sindano imeingia hapo. Tumswalie mtume Muhammad. Kwa nini mtume? Hapa nataka nimalizie. Kwa nini mtume amesema mwenye akili ni yule anayefanya yale yatakayomsaidia baada ya kufa? Nataka nimalizie na swali. Wote kina baba na kina mama, na wauliza swali, nataka mnijibu, na ili mnijibu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ametukirimu mali mbalimbali. Sasa swali langu, hapa nani ana nyumba anyoshe kidole? Yani ndio mji wa kwanza huu Mwadhala kuhuzuliwa na wapangaji watupu. Paka wazee huko hawana nyumba, sio nalala wapi, sielewi. Tumswalie mtume. Jamani tumswalie mtume. Kwa hiyo majumba haya yote Ikwiriri hayana mwenyewe hivyo Tumswalie mtume. Sasa kwa nini nimemalizia na swali hili? Kwa nini? Sikiliza majibu yake haya. Wewe mwenye nyumba hata kama hujanyosha kidole, lakini mimi nakuona hapo. Wewe ni mwanadamu. Mwanadamu ana dhamana ya kuishi katika ardhi hii. Mwanadamu anaweza kufikwa na lolote, wakati wowote na mahala. Yani ulivyo hapo, usije kuweka 100% kwamba utafika nyumbani. Unaweza ukenda dukani sasa hivi au sokoni ukanunua nazi, ikaungiwa mboga, basi mboga hiyo wakala wenzio. Bahati mbaya tulionayo dunia yetu hii, na nyinyi wazee mashahidi, na nyinyi kina mama mashahidi, dunia yetu hii tumekosa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwetu sisi dunia ina thamani kuliko akhera. Na ukitaka kuyajua haya,
Sasa hivi mtafute mwanamke yoyote binti, alafu mwambie nataka nikuoe. Alafu yule binti apeleke ujumbe kwa wazazi wake kwamba nimepata mume anataka kunioa. Sikiliza maswali atakayoulizwa. Huyo baba anafanya kazi gani? Ana nyumba? Ana gari? Unapomuona huyu anaweza kutusaidia hata sisi wazee wako? Unamuonaje uzito wake? Ikisema yule binti akisema ana gari, ana nyumba, na kuna nyingine anamalizia na kashanunua kiwanja, ana hiki, hana hiko, utasikia huyo usimuache. Hapo mshike. Lakini wallahi na hapa hakuna yoyote ambaye binti yake atakuja kisha akamwambia baba nimepata mume, kisha mzee au mama au shangazi wakamuuliza yule binti kwamba je, huyo mume ana swali, amesoma Qur'ani? Unavyoona mwanangu anaweza akakuongoza huyo katika dini, ukamjua Mwenyezi Mungu na ukamjua Mtume Muhammad. Nani leo anauliza swali hilo? Nani? Sasa wazee, nadhani tumeoa hapa na wake zetu wengine wapo hapa. Sasa nakupa mfano mwingine. Rudi nyumbani, kisha mwite mkeo, fanya kama unamtania hivi, mwambie wewe mwanamke umezidi jeuri wewe. Sasa siku yoyote ukinikorofisha mimi na kutwanga talaka yako. Sikilize naye atakachokujibu. Atakwambia sawa, si umeamua, lakini hiyo siku ya kunipa talaka basi na hii nyumba tunagawana pasu kwa pasu. Hapo ujafa. Ukifa wanawake wanaenda mahakamani kufungua kesi za mirathi. Mahakama itampa haki kwamba wewe ndio mmiliki wa mali zote za marehemu. Sasa nyumba ile leo yuko mkononi mwa mwanamke. Mwanamke yule baada ya eda ataolewa. Na kuna watu utasikia mtu anakuambia mimi nikifa siji mke wangu itakuwaje? Tukuulize wewe itakuwaje? Watu wataoa. Akishaolewa yule mwanamke yule baada ya muda anamwambia mumewe yule aliyomuoa yule, mume wangu mbona tunahangaika na kuona kama ueleweki na nini? Mimi nina nyumba nimeachiwa ulisi na marehemu mume wangu. Kidume kile kinauliza kwa hiyo? Maana sikusomi, nasikia tu nina nyumba na nini. Kwa hiyo unasemaje? Twende. Maskini, nyumba yako leo inakuja kukaliwa na mwanaume mwingine. Ile nyumba yako, kile kitanda chako, zile shuka zako leo zinalaliwa na mwanaume mwingine. Kidume kinaingia mle kimetia msuli laini, unapigwa na upepo wa feni. Umo sio nje. Sasa anamilikishwa yule, anaambiwa bwana wewe ile nyumba ndio hii. Umeona kingamuzi hicho kishalipiwa miezi 6. Marehemu alifanya lamana bwana. Kwa hiyo kama ni mpenzi wa mpira kaa hapa uangalie. Na haya makochi utaweka wageni wako. Sasa twende chumbani. Hapa ndio tutalala mimi na wewe. Na marehemu aliweka self container. Na ili godoro alinunua baada ya mwezi tu akaondoka. Sasa mimi na wewe zamu yetu. Wallahi atafunguliwa na kabati la nguo. Kisha ataambiwa bwana kuna nguo za marehemu ndugu zake walichukua, kuna zingine zimebakia. Sasa anatolewa koti lako lile uliloliacha lile. Kisha kidume yule anavaa. Hivi si ajabu hapa kuna mtu ana koti la mtu hapa. Wallahi wa billahi kitanda chako watakilalia. Kitanda chako watakilalia. Sio kwa njia ya shari, kwa njia ya kheri. Sio kwa njia ya haram, kwa njia ya halali. Na mtoto wako mdogo ambaye ulikuwa unampenda wakati wote, ukirudi lazima umwite, yuko wapi mwanangu? Na wakati mwingine unakuwa mkali, kwa nini anaondoka mwanangu? Sipendi mwanangu kutembea ovyo. Leo mwanao atapigwa konzi na mama yake. We kamwite baba yako yule, mwambie baba chakula tayari. Yule baba yako aliyomzoea aliyokuzaa yule mwanangu amekwisha kufa.
Ndio basi tena, baba yako wa leo yule, sasa nenda kamwambie chakula. Kitoto kinanyanyuka huko kimeshika kaptula, kinafika pale, baba, mama anasema chakula. Kidume kinanyanyuka kinaenda kupiga wali na mchicha na samaki na mchuzi, kisha kinatamba kidume kinasema na jioni tena kama hivi. Na wewe mwenyewe uko chini ya ardhi unaliwa na wadudu. Swali na malizia, wewe mwenye nyumba leo, nyumba yako iko wapi? Iko wapi? Hii ulioiachia umewaachia watu, au nyumba yako ni kaburi? Sasa bahati mbaya tumesahau kujenga nyumba zetu za kaburi. Tunajenga nyumba ambazo tutawaachia watu. Na wewe mwanamke nakwambia utakuja kufa wallahi wa billahi, kabati lako atakabidhiwa mwanamke mwenzio. Paka vile vitu vyako vile atavaa. Kwani wangapi leo utasikia watu mitaani, nguo za marehemu zile maskini. Anatoa wasiwasi. Huyo. Ndugu zangu, dakika nilizopewa zimekwisha. Mimi niishi hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie inshallah tuyazingatie tuliyoyasikia. Niishi hapa. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.